lililo kubwa na la msingi ambalo tunamshukuru Mungu, na kipekee ninamshukuru Mungu kwa ajili yake, kuonyesha moyo wa unyenyekevu, kunyenyekea. Na nukuu moja ya kauli alizoziongea, sema mimi kama mama ninatoa tamko ya kwamba vijana wote ambao wamewekwa ndani kwa namna moja ama nyingine, anaomba waachiliwe huru, na wale wengine ambao wanahusika kwa namna moja ama nyingine, basi hatua za kisheria na kinidhamu waone namna gani ambavyo haki itatendeka. Mwisho wa kunukuu. Sasa baada ya rais kuzungumza, sisi viongozi wa dini tunao wajibu sasa wa kusimama kama maagizo kutoka kwa Mungu yanapotuambiwa. Nikinukuu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, nasema mtu na atuhesabu kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo inayohitajiwa ni mtu aonekane kuwa mwaminifu. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyotoa hotuba iliyo njema, na hasa katika kukubali kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo. Kiongozi anaposema ya kwamba watu watakuja waje na tuyazungumze, maana yake ni kwamba yuko tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kuyaangalia yote yaliyo mapungufu na kuyaweka sawa. Ninampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa lililo kuu, viongozi sisi wa dini tuna kazi, na kazi yetu ni hii: kuhakikisha ya kwamba jamii inayotuzunguka tunawajenga kufahamu maana ya haki, maana ya amani, maana ya mapatano, maana ya maridhiano, ili tuje pamoja. Wale walioumizwa kwa namna moja ama nyingine, ni kwa nini walitoka na kuyafanya haya. Sio wakati wa kusema tutoe adhabu gani na adhabu gani. Ni namna ya kukaa pamoja na kuyatengeneza kwa pamoja. Yeyote ambaye sasa hivi kwa wakati huu utakaa na kuchochea na kuleta vurugu, wewe uko kinyume cha upendo, uko kinyume cha amani. Utakuwa ni mtu ambaye unachochea vurugu, jambo ambalo halitampendeza Mwenyezi Mungu, halitupendezi sisi wa Tanzania. Maana wote tunatamani tuje pamoja, tuzungumze pamoja, tutafute suluhu ya pamoja. Kwa hiyo hivyo basi, ewe kiongozi wa dini katika nyanja iwayo yoyote, kuchochea kwako vurugu, aidha kutumia madhabahu au kutumia chombo chochote, jua ya kwamba walio nyuma yako kwa imani ulionayo ni kubwa mno, ambayo itasababisha kuleta madhara makubwa, kwa sababu wewe ni wakili wa Mungu hapa duniani na umebeba mioyo ya watu ambao wanakuamini. Hivyo basi, kabla hatujatoka, hatujazungumza, tujioji mioyoni mwetu. Je, mimi kiongozi wa dini, haya ninayoenda kuyasema yanamjenga yule kijana, yanamjenga yule mama, yanamjenga yule baba, yanamjenga yule mtoto, au yanaleta vurugu? Sote kwa pamoja sasa tukalete amani, tusihukumiane. Sio kipindi tena cha kuhukumiana, kipindi cha kukaa chini, tukaja kwa kuridhiana, tukaja kwa kuleta amani, tukaja kwenye kuitafuta haki na upendo. Taifa letu lenye umoja na amani, ambayo imekuwa tunu yetu siku zote, ikarejee, na tukaimbe wimbo mmoja wenye umoja, mshikamano na pendo la kweli litokaro rohoni na moyoni. Na Mungu aliyetuumba atakapotuangalia akapendezwe na taifa la Tanzania, akaseme, hakika watu wangu wamenicha mimi, na walipogombana wamerudi na kupatana.